Karibu katika matangazo yetu ya Afrika leo jioni. Kutoka idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na jeshi litaingia Gaza kwa nguvu zake zote katika siku zijazo, asema Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Jeshi la polisi Tanzania linathibitisha kumkamata naibu katibu mkuu wa Chadema Bara. Kampeni za uchaguzi zaanza rasmi Burundi. Walioacha bila makazi duniani waongezeka maradufu. Mahakama ya Kenya yaamuru mbunge wa zamani Afghanistan arejeshwe Marekani. Mwanaharakati wa Gaza Hassan Aslin auawa katika shambulio la Israel. Duterte ashinda uchaguzi wa meya akiwa The Hague. Wafanyakazi wa nyumbani Saudi Arabia wanapitia unyanyasaji mkubwa. Waasi wa Houthi wamekubali kuachana na mapigano. Na Waafrika Kusini walio wazungu wasili Marekani chini ya mpango wa wakimbizi wa Trump. Naam, na tumai ubweri wafe pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya Afrika leo jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Rais wa Marekani Donald Trump na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman wametia saini mkataba wa silaha wa thamani ya dola bilioni 142 katika siku ya kwanza ya ziara yake ya kidiplomasia. Mkataba huo uliofikiwa kati ya Marekani na Saudi Arabia unatajwa kuwa makubaliano makubwa zaidi ya mauzo ya ulinzi katika historia, ikulu ya Marekani imesema. Marekani aidha inasema mkataba huo utawezesha Saudi Arabia kupata silaha za kisasa za vita. Katika taarifa ya vyombo vya habari ya White House, Marekani inasema mauzo ya silaha yanajumuisha makundi matano: maendeleo ya jeshi la anga na uwezo wa anga, ulinzi wa anga na kombora la usalama wa baharini na pwani, usalama wa mipaka na uboreshaji wa vikosi vya ardhini, uboreshaji wa mifumo ya habari na mawasiliano. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema siku ya Jumanne hii kwamba jeshi la Israeli litaendelea na operesheni zake katika ukanda wa Gaza nguvu kamili katika siku zijazo, akisisitiza kwamba vita havitakoma kwa sasa. Netanyahu amethibitisha kuwa Israeli inahitaji kutafuta nchi zinazoweza kuwapokeza wakazi wa Gaza, akidokeza kuhusu juhudi zinazowezekana za kuwapa makazi baadhi ya wakazi wa ukanda huo wa Gaza nje ya maeneo ya Palestina. Aliongeza kusema kuwa sio aoni hali ambayo Israel itasimamisha vita hivi sasa, wataendelea hadi watimize malengo yao ya usalama. Mapema Jumanne asubuhi, jeshi la Israel ilitangaza kuwa limeshambulia kwa mabomu kituo cha kuamrisha na kudhibiti cha Hamasa ndani ya hospitali moja huko Gaza, ambayo harakati hiyo ilikuwa ikitumia kutekeleza shughuli za kigaidi kama ilivyosema. Jeshi limesema katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram kwamba lilipua kwa usahihi kituo cha amri za jeshi na udhibiti kilichoko ndani ya hospitali ya Nasre huko Khan Yunisa, kusini mwa ukanda wa Gaza. Taarifa kutoka jeshi la polisi kada maalum ya Dar es Salaam inaeleza kuwa naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Bara Amani Golugwa amekamatwa na jeshi hilo majira ya saa 6 usiku katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere akiwa katika maandalizi ya kusafiri kuelekea Brussels, Ubelgiji.
Jeshi la polisi linadai kuwa sababu ya kumkapata Golugwa ni kutokana na taarifa za siri walizo nazo ambazo zinahusisha mienendo yake na ya kuondoka na kurudi nchini bila kufuata taratibu za kisheria zinazohitajika. Jeshi la polisi kanda maalum linasema kwamba lina uchunguzi wa kina kuhusu suala hilo. Hapo awali, chama cha demokrasia na maendeleo kilitoa taarifa ikielezea kuwa kiongozi wao alikamatwa akiwa anaelekea Ubelgiji kwa ajili ya kuwakilisha chama katika mkutano wa International Democracy Union IDU unaoanza kesho nchini humo. Taarifa ya chama hicho inasema kuwa tayari wamewatuma mawakili wao polisi kutoa usaidizi wa kisheria kwa kiongozi wao. Kupitia kurasa ya mitandao ya kijamii za International Democracy Union IDU, wamelaani kukamatwa kwa Golugwa wakidai kuwa ni hatua ya kunyamazisha upinzani na kumtaka achiliwe mara moja, kwani ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa kipindi cha wiki 3 kuanzia Jumanne hii tarehe 13 Mei mwaka huu, vyama vya kisiasa na watu huru vinazunguka maeneo mbalimbali nchini Burundi kuwaomba wananchi wapigie kura katika uchaguzi wa tarehe 5 Juni. Kutakuwa na uchaguzi wa wabunge, maseneta, madiwani na manispaa. Mwaka huu hakutakuwa na uchaguzi wa urais, tofauti na uchaguzi wa tangu mwaka 2005 kwa sababu kuanzia 2020 muhula wa rais utakuwa miaka 7. Uchaguzi ujao wa urais utafanyika mwaka 2027. Lakini wapo waliokwenda kwenye kampeni na kulalamika. Kulingana na takwimu zinazotolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi seni, jumla ya Warundi wapatao milioni zipatazo 6,13,498 walijiandikisha kupiga kura. Takwimu mpya zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 80 sasa wameachwa bila ya makazi ulimwenguni, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa. Takwimu hizo zinazochapishwa na shirika la kimataifa la kutoa misaada ya kiutu ya Norwegian Refugee Council NRC, ya kituo cha kufuatia matukio yanayosababisha watu kulazimika kuyahama makazi yao IDMC, zinaonyesha idadi ya watu walioathirika imeongezeka maradufu katika kipindi cha miaka 6 iliyopita. Ripoti hiyo inasema watu wasiopungua milioni 74 wamelazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na mizozo na ghasia. Asilimia 90 kati ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao ni kutokana na vita na mizozo. Katika ukanda wa Gaza huko Palestina, katika kila mtu aliachwa bila makazi kufikia mwishoni mwa mwaka uliopita. Wapalestina wa Gaza zaidi ya milioni 2 wameachwa bila makazi kutokana na mashambulio makali ya mara kwa mara kutokana na Israel. Sudan ina zaidi ya watu milioni 11 walioacha bila makazi, ikiwa idadi kubwa zaidi kurekodiwa katika taifa moja. Nyingine ni zinazotajwa kwenye ripoti hiyo ambazo zina idadi kubwa ya watu walioachwa bila makazi ya ndani ya nchi zao ni Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Chad na Afghanistan. Sababu nyingine inayosababisha watu kuachwa bila makazi ni umaskini na mabadiliko ya tabia nchi. Majanga yanayotokana na mabadiliko haya hali ya hewa yanayosababisha takribani watu milioni 45 kuyahama makazi yao. Mahakama nchini Kenya imeidhinisha kurejeshwa nchini Marekani kwa aliyekuwa mbunge wa Afghanistan Haji Abdul Zeil Kadir. Bwana Kadir anakabiliwa na mashtaka ya kula njama ya kuingiza dawa za kulevya na kumiliki bunduki nchini humo. Hakimu mwandamizi Ben Maka Ehubi amesema ombi la kurejeshwa lililoilishwa na kuamuriwa Kadir ikabidhiwe kwa mamlaka ya Marekani. Kadir alikamatwa jiji kuu la Nairobi baada ya kuwasili nchini kutoka Kabul na amekuwa akishikiliwa na mamlaka tangu wakati huo. Marekani ilitoa waranti ya kukamatwa kwake mwezi Machi mwaka huu. Hata hivyo, Kadir alikanusha mashtaka na anasema kesi hiyo inachochewa na msukumo wa kisiasa. Wakili wake amesema mahakama ilipuuza hoja muhimu ya utetezi na inataka ikakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Kadir atazuiliwa gerezani huku rufaa ikisikilizwa. Rufaa yake ilikataliwa. Atapelekwa Marekani ndani ya siku 15. Mashambulizi ya anga ya Israeli dhidi ya hospitali ya Nasser kusini mwa Gaza yamesababisha kifo cha mwanahabari mashuhuri wa Kipalestina. Duru za kimatibabu na mashuhuda wa tukio hilo wamesema. Hassan Aslin
ambaye alikuwa akitibiwa majeraha ya shambulio ya awali la Israel alilengwa katika kile mashahidi wameelezea kuwa ni shambulio la ndege isiyo rubani katika kitengo cha upasuaji hospitalini humo. Daktari wa hospitali hiyo amethibitisha kuwa Aslin alikuwa amelazwa kwa karibu mwezi mmoja baada ya kunusurika shambulio la anga dhidi ya kituo hicho cha afya mwezi Aprili. Jeshi la Israeli hapo awali lilishutumu Aslin kwa kuhusika katika shambulio la Oktoba 7 la Hamas dhidi ya Israel. Waandishi kadhaa wamejeruhiwa katika shambulio la Israel la mwezi Aprili. Rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte amechaguliwa tena kuwa meya wa jiji la Davao licha ya kufungwa huko kwa The Hague kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kwa zaidi ya 60% ya kura zilizopigwa, Duterte, miaka 80, aliongoza kwa takribani kura 405,000 mbele ya mshindani wake wa karibu aliyefuata na kura 49,000, kulingana na matokeo yasiyo rasmi kutoka kwa tume ya uchaguzi iliyochapishwa na vyombo vya habari vya eneo hilo. Duterte alikamatwa na kusafirishwa kwa ndege hadi The Hague mwezi Machi kutokana na kile alichokiita vita dhidi ya dawa za kulevya, ambapo maelfu ya watu waliuawa kwa kupigwa risasi mitaani. Lakini licha ya madai hayo ambayo Duterte amekanusha, wachambuzi wanasema kukamatwa kwake kumezidisha uungwaji mkono kwake na familia yake. Shirika la Amnesty International limesema kuwa wanawake wa Kenya ambao huajiriwa kufanya kazi za nyumbani nchini ya Saudi Arabia hulazimika kuvumilia mazingira ya kazi ambayo ni ya kikatili na ya kibaguzi. Tupokee taarifa hiyo kwa kina. Ripoti hiyo inaelezea kwa undani simulizi za wanawake wa Kenya waliorejea kutoka Saudia, ambapo walikuwa wakisaidiwa na mashirika ya kibinadamu kutokana na ukatili waliokumbana nao. Mara nyingi walilazimika kufanya kazi ngumu kwa mshahara mdogo, ambapo kwa mfano waliambiwa wangeajiriwa kama walimu, lakini walijikuta wakifagia, kupika na kutunza watoto. Wakiwa kwenye nyumba za waajiri wao, wanawake walizuiwa kufanya mambo mengine ikiwemo kunyimwa faragha. Hawakuruhusiwa kutoka nje isipokuwa wakiwa wameandamana na mwajiri, huku wachache hawakuwahi kabisa kuruhusiwa kutoka nje. Amnesty International inapendekeza Saudi Arabia iwalinde wafanyikazi wa nyumbani chini ya sheria ya kazi kama inavyowalinda wafanyikazi wengine, na upande wa Kenya ishirikiane na Riyadh kuweka mikakati ya usalama kwa wafanyikazi hao kabla ya kuondoka na wanapokuwa kazini. Oman imetangaza wiki iliyopita kuwa imeanzisha mapatano kati ya Marekani na waasi wa Houthi nchini Yemen kufuatia wiki 7 ya mazungumzo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wiki iliyopita kwamba waasi wamekubali kuachana na mapigano. Wahouthi hawataki kupigana na wameheshimu mkataba. Tangu Novemba mwaka 2025, Wahouthi, kundi la waasi wanaoungwa mkono na Iran waliodhibiti sehemu kubwa ya Yemen, wamekuwa wakishambulia meli katika bahari ya Shamu, wakionyesha kuunga mkono wa Palestina huko Gaza. Chini ya rais wa zamani Joe Biden wa Marekani ilianzisha mashambulio dhidi ya waasi ambayo yaliongezeka chini ya Trump. Jeshi la anga la Uingereza pia limefanya mashambulio katika wiki za hivi karibuni. Wahouthi waliwahi kusema kuwa Marekani ilibadili msimamo wake na kwamba makubaliano hayo hayajumuishi makubaliano ya kukomesha mashambulio dhidi ya Israel. Rapa Tony Lanez amekimbizwa hospitalini baada ya kudungwa kisu mara 14 katika gereza la California. Msanii huyo wa muziki wa hip hop wa Canada alishambuliwa na mfungwa mwingine Jumanne asubuhi katika taasisi ya kurekebisha tabia ya California huko Tehachapi, takribani maili 75, kilomita 120 kaskazini mwa Los Angeles, maafisa wa gereza wamesema. Rapa huyo mwenye umri wa miaka 32 alipata majeraha mwilini na kusababisha mapafu yake kushindwa kufanya kazi, kulingana na ujumbe kwenye akaunti yake Instagram.
Lennox ambaye jina lake asili ni Daystar Patterson anatumikia kifungo cha miaka 10 jela kwa kumpiga risasi mwanamuziki mwenzake Megan Thee Stallion mnamo mwaka 2020. Ujumbe kwenye ukurasa wa Instagram wa nyota huyo umesema alichomwa kisu mgongoni, kwenye kiwiliwili, kichwani na usoni. Aliwekwa kwa muda kwenye kifaa cha kupumua, lakini sasa anaweza kupumua mwenyewe. Ujumbe kwenye Instagram umeongeza. Tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania Jumatatu wiki hii ilitangaza uundwaji wa majimbo mapya 8 ya uchaguzi, ambapo sasa yanafanya nchi hiyo kuwa na jumla ya majimbo 272 kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi wa Oktoba. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume hiyo, jaji mstaafu Jacobs Mwambegele, hatua hii imekuja kufuatia maoni ya wadau yaliyotolewa kuanzia Februari 26 hadi Machi 2 mwaka huu. Katika taarifa yake, jaji Mwambegele amesema tume ilizingatia vigezo kadhaa kuamua, ikiwemo idadi ya watu wanaozidi 600,000 katika maeneo ya miji na 400,000 katika maeneo ya vijijini. Hata hivyo, tangazo hili tayari limeibua mjadala miongoni mwa raia, baadhi wakihoji haja na ulazima wa kuongeza majimbo, huku wengine wakiunga mkono. Kwa muda sasa, mashirika kadhaa ya kiraia na baadhi ya vyama vya upinzani nchini Tanzania wamekuwa wakipinga kuongezwa kwa idadi ya wabunge, baadhi wakipendekeza hata idadi iliyopo sasa kupunguzwa. Kwa sasa bunge la Tanzania lina jumla ya wabunge 397 wa kuchaguliwa na viti maalum, na nyongeza majimbo 8 inamaanisha kutakuwa na wabunge 405. Kati ya majimbo 272, 222 yako Tanzania bara, huku 50 yakiwa Zanzibar. Mawaziri wa mambo ya nje ya Ulaya wametishia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi katika mkutano muhimu uliofanyika jijini London, Uingereza. Aidha, wanadiplomasia hao wameitumu Kremlin kwa kile wanachokiita kufanya michezo kuhusu mazungumzo ya amani na Ukraina. Katika taarifa ya pamoja baada ya mkutano wao katika mji mkuu wa Uingereza, mawaziri hao katika taarifa yao wamesema mawaziri hao wa mambo ya nje wameelezea wasiwasi wao kwamba Urusi haijaonyesha nia ya dhati ya kupiga hatua. Moscow kwa upande wake imepuzilia mbali shinikizo la kutoka kwa viongozi wa Ulaya kuitaka kukubali mpango wa usitishwaji mapigano kwa siku 30 bila masharti yote kuanzia jana Jumatatu, ikisema Urusi haitakubali vitisho. Wakati hayo yakiarifiwa, rais wa Urusi Vladimir Putin amepuuza wito wa hivi karibuni wa kusitisha mapigano kwa kufanya mashambulio mapya nchini Ukraine, na pia bado hajajibu ombi la rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky la kutaka kukutana naye ana kwa ana kwa mazungumzo. Viongozi kadhaa wa nchi za Afrika wamekusanyika katika jiji la Abidjan huko Ivory Coast katika kongamano kubwa la 12 la kiuchumi lililoanza Mei 12 na linatamatika hii leo Mei 13. Kauli mbiu ya kongamano la mwaka huu ni je, makubaliano mapya kati ya serikali na sekta binafsi yanaweza kulipa ushindi bara la Afrika? Kongamano hilo pia linahudhuriwa na wafanyabiashara, wawekezaji na watunga sera kutoka Afrika na dunia kote wapatao 2,000. Akizungumza katika kongamano hilo, rais wa Rwanda Paul Kagame amehimiza kwamba nchi za Kiafrika zinapaswa kufanya kazi kwa pamoja na nchi nyingine kwenye jukwaa la kimataifa lenye maslahi sawa, huku akitahadharisha kuwa nchi za Afrika haziwezi kuendelea kutegemea kile ambacho wengine wanasema au kufanya kuhusu nchi hizo, na kwamba Afrika lazima ifafanue ni mwelekeo upi inataka kuchukua.
With the NUP list. Wanadiplomasia wa nchi za Umoja wa Ulaya nchini Uganda wamelalamikia kuangaishwa kwa wanasiasa wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Februari mwaka ujao. Wakiongozwa na mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Ulaya nchini humo, Balozi Jan Sadek, wanadiplomasia walikutana kwa mazungumzo na Bobi Wine, kiongozi mkuu wa upinzani nchini humo. Kauli hiyo inawadia wakati huu mlinzi wa Bobi Wine akiendelea kuzuiwa, huku mwanasiasa mkongwe Kizza Besigye akisota rumande kwa tuhuma za uhaini. Pamoja na uongozi wa chama cha NUP tumejadili hali ya mambo nchini Uganda na jinsi hii itaathiri uchaguzi unaotarajiwa mwaka ujao. Tumeona mwaka huu umetokea vurugu kwenye uchaguzi mdogo wa jimbo la Kawempe Kaskazini, na tumejadili na kuelezea wasiwasi wetu kuhusu hilo, pamoja na hivi karibuni uingiliaji kati wa vyombo vya usalama dhidi ya harakati za chama, na tumeelezea wasiwasi wetu juu ya hilo pia. Hii haionekani kuelekeza kwenye uwanja ulio sawa, ambayo ni muhimu sana katika nchi inayoelekea kwenye uchaguzi. Tunatoa wito kwa vyama vyote vya kisiasa nchini Uganda kuheshimu maadili ya demokrasia na kushiriki katika uchaguzi huo kwa utulivu ili kupata matokeo ya haki na ya kuaminika. Huko nchini Libya mapigano yamezuka tena katika mji mkuu wa nchi hiyo, Tripoli, baada ya taarifa za kuuawa kiongozi wa kikosi maalum cha usaidizi. Vifaru vya Libya na magari ya kivita yameonekana katika mji wa Tripoli hii leo Jumanne, baada ya kuzuka mapigano yaliyotokea kutokana na ripoti kwamba kiongozi wa kikosi maalum cha usaidizi SSA Abdulgan Kikli maarufu kama Ganuia ameuawa. Milio ya risasi imesikika katikati mwa jiji la Tripoli na maeneo mengine ya mji mkuu huo wa Libya. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza mkakati mpya wa serikali yake kukabiliana na uhamiaji, akiahidi serikali yake kurejesha udhibiti wa mipaka. Tangazo lake la kisiasa la kiasi kikubwa limewalenga wageni wanaopanga kwenda kufanya kazi nchini humo, ambapo sasa vigezo vimekuwa vigumu zaidi, huku wahamiaji haramu wakikabiliwa na kurejeshwa walikotoka. Wakati akiingia madarakani mwaka uliopita, Keir na chama chake cha Leba waliahidi kupunguza wimbi la wahamiaji. Kila sehemu ya mfumo wa uhamiaji, kazi, masomo au familia utaimarishwa ili tuwe na udhibiti. Ujuzi unaohitajika umepandishwa kiwango kufikia shahada ya kwanza. Uhitaji wa lugha ya Kiingereza katika nyanja zote, wakiwemo wategemezi. Muda unaohitajika kuomba hifadhi unaongezwa kutoka miaka 5 hadi 10, na sheria zimekuwa kali kuliko zamani, kwa sababu sheria za haki lazima zifuatwe na usipotoke. Mpango wa uhamiaji unamaanisha kushuka kwa kiwango, lakini niwe wazi, ikiwa tutahitaji kuchukua hatua zaidi, basi chukua maneno yangu, tutachukua. Kundi la wazungu 59 wa Afrika Kusini wamewasili Marekani, ambapo watapewa hadhi ya ukimbizi. Rais Donald Trump amesema maombi ya wakimbizi kwa Waafrika na walio wachache nchini humo yameharakishwa kwa sababu walikuwa waathiriwa wa ubaguzi wa rangi. Licha ya serikali ya Pretoria mara kadhaa kuendelea kukanusha tuhuma za unyanyasaji dhidi ya wazungu wachache, Trump ameendelea mbele na mpango wake wa kuwapa hifadhi nchini mwake. Raia hao ambao wengi ni wakulima walidai kunyanyaswa na serikali na mashamba yao kuporwa kwa nguvu.
50 raia wa Afrika Kusini ambao ni wazungu limewasili nchini Marekani hapo jana, ambapo watapewa hifadhi ya ukimbizi na utawala wa Washington ambao unadai kuwa raia hao wamekuwa wakiuawa kiholela. Hata hivyo, licha ya habari hizo kutolewa namna hiyo, Rais Trump ameendelea mbele na mpango wake wa kuwapa hifadhi raia hao, na huku ameendelea kutetea uamuzi wake na kusema, We don't want to see people be killed. Hatutaki kuona watu wakiuawa. Kuna mauaji ya halaiki yanafanyika ambayo hayaripotiwi. Wakulima wanauawa na ni wazungu. Ila kwangu mimi sijali kama ni weusi au wazungu, lakini wakulima wa wazungu wanauawa kinyama na mashamba yao kunyakuliwa na serikali ya Afrika Kusini. Sijali kuhusu asili yao, rangi yao, wawe weupe au weusi, wanene, wafupi au warefu. Ninachojua ni kinachoendelea ni kibaya. Watu wanaokaa Afrika Kusini wananiambia hali ni mbaya. Hivyo basi tumewapa nafasi ya uraia. Ni sauti yake Donald Trump, rais wa Marekani. Iwapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Habari kuu ni kwamba msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania ametengua uteuzi wa viongozi wa Chadema walioidhinishwa na baraza kuu la chama hicho. Haya yakijiri, naibu katibu mkuu wa Chadema upande bara Amani Golugwa amekamatwa na polisi. Polisi wanasema nini kuhusu kukamatwa kwake? Jeshi la polisi nchini Tanzania limemkamata naibu katibu mkuu wa Chadema bara Amani Golugwa akiwa safarini kuelekea Ubelgiji anakofanyika mkutano wa kimataifa wa demokrasia EDU. Kulingana na jeshi hilo, kiongozi huyo anashikiliwa kwa kuwa amekuwa akisafiri kwenda nje ya taifa hilo na kurudi bila kufuata sheria za nchi. Golugwa alikamatwa usiku wa manane akiwa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere na polisi walizichukua simu zake. Uchina imeyapitia mataifa ya Marekani Kusini na Caribbean mkopo wa dola milioni 9.2 wakati wa mkutano wa kilele mjini Beijing leo Jumanne, lakini kwa sharti kwamba utatolewa katika sarafu ya yuan ya Uchina. Hatua hiyo iliyojitema na matumizi ya sarafu ya kimataifa kama dola ya Marekani inalenga kuimarisha zaidi sarafu ya Uchina, wakati ambapo mataifa makubwa ya Asia yakiwa yanaimarisha uhusiano wake wa kimkakati na Marekani Kusini. Israeli imefanya mashambulio katika hospitali ya Gaza na kuua watu 3, huku shirika la afya duniani WHO likisema sasa watoto 50 wa Gaza wamefariki kutokana na utapiamlo tangu Israeli ilipozuia uingizwaji wa huduma za kimsingi Gaza. Miongoni mwa watu hao watoto waliouawa ni mwandishi habari anayefahamika kwa jina la Hassan Esla aliyeuawa wakati akitibiwa kwenye hospitali hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amesaini makubaliano ya ushirikiano na Saudi Arabia katika ziara ya kigeni. Miongoni mwa makubaliano yaliyosainiwa kwenye mazungumzo baina ya Rais Donald Trump na wa Marekani na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman
ni pamoja na ushirikiano katika sekta ya nishati na uchimbaji madini. Makubaliano mengine yaliyotiwa saini ni pamoja na ushirikiano kati ya mamlaka za forodha, mahakama na ushirikiano kati ya makumbusho ya Smithsonian ya Marekani na taasisi ya Saudi Arabia. Nchi hizo mbili pia zimetilia sahihi mkataba mkubwa wa mauziano ya silaha. Kabla hatujaelekea mapumzikoni, kwamba nchini Tanzania chama kikuu cha upinzani Chadema kinaendelea kupitia msukosuko tangu kuingia madarakani kwa uongozi mpya wa Tundu Lissu, ambapo tangu azuliwe jela kwa tuhuma za uhaini, makada na viongozi kadhaa wametangaza kuachana na chama hicho. Je, chama hiki kinavunjika na nini chanzo cha baadhi ya wanachama wake kujiondoa? Thomas Kibwana ni mchambuzi wa siasa za Tanzania akiwa jiji kuu la kibiashara Dar es Salaam. Baadhi wamekuwa wakidai kwamba kuna mkono wa mwenyekiti wa zamani, japo mwenyekiti wa zamani mwenyewe kakaa kimya, na hilo ndo hasa linalopelekea mwenyekiti huyo wa zamani ashutumiwe, kwa sababu wanasema kwa nini anakaa kimya akiona haya yote yanaendelea na yeye kutokutoa neno. Kumbuka kwa Chadema mwenyekiti mstaafu ni sehemu automatically ya kamati kuu ya chama, lakini toka uchaguzi uishe mwenyekiti wa zamani hajashiriki kikao chote cha kamati kuu wala kushiriki shughuli yoyote ya chama. Kwa haya yote inapelekea kwamba baadhi ndani ya Chadema, hasa wale wa kambi ya Lissu, kunena kwamba kuna mkono wa mwenyekiti uliopita. Mpaka sasa hivi ni ushahidi tu wa kimazingira, lakini hamna ushahidi hasa uliotolewa kuonyesha kwamba ni kweli anahusika. Pengine tuchukulie taswira kwamba mwenyekiti wa sasa asingelikuwa amekamatwa, pengine angeweza kudhibiti hali ndani ya chama? Ni ngumu kufahamu kwa sababu yeye mwenyewe ndo alikuwa na uwezo wa kuleta hizi kambi mbili pamoja na kutengeneza hiyo Truth and Reconciliation Committee ambayo ilishauriwa mwanzo, lakini mpaka anakamatwa, ambayo ilikuwa miezi 3-4 hivi baada ya kushinda mwenyekiti, hilo alikuwa halijafanyika. Kwa hiyo sidhani kama uwepo wake uraiani ungeleta tofauti kubwa. Na sasa hali ilivyo, Bwana Kibwana, unahisi itakuwaje kuelekea uchaguzi wa mwezi Oktoba, hasa ikizingatiwa kwamba Chadema inasuasua wakati CCM nayo makali inaendelea kunoa? Tanzania ina vyama 19 ambavyo vimesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Kati ya hivyo vyama 19, vyama 18 vilishatia sahihi fomu za maadili kwa ajili ya kushiriki uchaguzi mkuu. Kwa hiyo kwa bahati mbaya uchaguzi hawezi kusimama kwa sababu chama kimoja kati ya vyama 19 vimesema kwamba hakutakuwa na uchaguzi mkuu bila mabadiliko. Kwa hiyo mchakato wa uchaguzi unaendelea. Na umegusia kwamba ni vyama 19 ambavyo vimesajiliwa, lakini mbona Chadema ndicho kinazungumziwa sana mitaani na hata pale nje ya nchi? Chadema inazungumziwa kwa sababu ndio chama pekee kilichogomea uchaguzi. Siku zote taarifa kama hizi ndo zinavutia sana na kuleta msimko. Sasa tuseme kwamba ni rasmi Chadema itashiriki uchaguzi wa mwaka huu kwa mujibu wa sheria za Tanzania, ni rasmi ama bado kuna mbinu za kisheria zinaweza tumika ili chama hiki kishiriki uchaguzi wa baadaye mwaka huu? Sheria zinasema kwamba hakuna chama kinaweza kushiriki uchaguzi bila kusaini zile fomu za maadili. Kwa hiyo njia pekee ya kupata tafsiri halisi ya kisheria ni kama Chadema ikiamua hapo baadaye kwamba itashiriki na kuamua kupeleka shauri hili mahakamani. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mpenzi msikilizaji, ninakuomba pote pale ulipo, simama na kituo hiki kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800,
au till namba ni 456146 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Wakati huu basi tunachukua pumziko ili uweze kupokea makala ya siku ya leo. Nitakapokuwa nina ibuka utakuwa unapokea maelezo mengine zaidi. Hii ni idhaa yako inayokuwa kwa kasi sana duniani.